Habari za mchana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena kupata taarifa za haraka na sahihi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ikiwa leo tarehe 14 Januari mwaka 2026, tunaendelea kukuletea mfululizo wa habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo na maisha kila siku ya wananchi, ikiwa ni pamoja na matukio muhimu za usalama na hatua za serikali kuimarisha ustawi wa jamii. Basi na kuomba endelea kusikiliza hii ili kufuatilia hali ya nchi kwa kina. Mimi ni Itelo Jelonga na kualika tuko na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, na kingine ambacho unaweza kuambia, kama ni bado mpya kwenye channel yetu, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Shughuli za kijamii na kiuchumi zilisimama kwa muda wa siku mbili katika kijiji cha Mulima na maeneo ya jirani kufuatia mapigano makali yaliyoripotiwa siku ya Jumanne iliyopita katika kilima cha Nambukuma kilichoangaliana na kijiji cha Abala ndani ya groupment ya Basilocha sekta Tanganyika katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yaliwakutanisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na washirika wake wazalendo dhidi ya uasi wa Twirwaneho M23. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yalianza pale waasi waliotoka upande wa Kangaliki walioshambulia kambi ya FARDC iliyokuwa juu ya mlima huo. Hata hivyo, hali ilirejea kuwa shwari jioni baada ya FARDC kwa kushirikiana na wazalendo kufanikiwa kuwasukuma nyuma waasi hao. Hali imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi na wa vijiji Abala, Mulima na Lusuku, ambako wakazi wengi walazimika kuihama makazi yao. Baadhi waliokimbia poreni, huku wengine wakielekea kijijini cha Lumanya kwa ajili ya usalama wao. Akizungumza nasi, Bwana Like Innocent, rais wa Nouvelle Société Civile Congolaise katika groupement ya Basilocha, amesema kuwa shughuli zilianza kurejea taratibu jioni ya Jumanne tarehe 13 Januari baada ya kusimama kwa takriban siku moja kutokana na hali ya kiusalama. Hata hivyo, Bwana Like Innocent ameeleza kuwa pamoja na changamoto za usalama inayokabili wakazi wa eneo hilo kutokana na vitisho vya mashambulizi ya uasi, kuna pia uhaba mkubwa wa dawa katika vituo vyote vya afya vilivyopo katika maeneo hayo. Amesema hali imesababisha vifo kadhaa vinavyotokana na ugonjwa wa malaria, hali inayoongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathirika na migogoro ya mara kwa mara. Wananchi wanaiomba serikali pamoja na wadau wa kibinadamu kuimarisha usalama na kusaidia haraka sekta ya afya ili kuepusha maafa zaidi miongoni mwa raia wasio na hatia. Mauaji mapya yameripotiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la Lubero, kijiji cha Bambwe, kufuatia mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizothibitishwa na vyanzo vya ndani, watu wana wamepoteza maisha katika shambulizi hilo, huku wengine wakikimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. Tukio hili la kusitisha limetokea licha ya onyo ya mapema iliyotolewa na wakazi wa eneo hilo ambao walikuwa wamearifu mamlaka kuhusu uwepo wa watu wenye silaha katika maeneo hayo. Hata hivyo, tahadhari hizo ziliripotiwa kutopatiwa ufumbuzi wa wakati. Shambulizi hilo limezidisha tena hofu miongoni mwa wananchi wa Lubero ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiishi katika mazingira ya hofu kutokana na vitendo vya mara kwa mara vya ukatili vinavyohusishwa na waasi wa ADF. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu operesheni za kijeshi zilizochukuliwa mara moja kufuatia tukio hilo, huku wakazi wakiendelea kuitaka serikali pamoja na jeshi kuongeza ulinzi wa raia na kuzuia mauaji yanayoendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kulinda maisha ya raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo la Lubero na Kivu Kaskazini kwa ujumla. Hali ya utulivu wa tahadhari imeshuhudiwa asubuhi ya leo Jumatano tarehe 14 Januari katika eneo la Kalembe ndani ya groupment ya Bashali Mokoto, wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyotokea usiku wa kuamkia leo kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya ndani, mapigano hayo yalianza majira ya saa 2 usiku saa za huko pale wazalendo walipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23.
Lengo kwa mujibu wa vyanzo hivyo ilikuwa ni kuwaondoa waasi hao katika mji wa Kalembe ambao wamekuwa wakiudhibiti kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa milipuko mikubwa ya silaha nzito ilisikika kwa muda mrefu katika mji huo na maeneo jirani. Kutokana na hofu kubwa, wananchi walilazimika kubaki majumbani mwao bila kutoka nje usiku kucha. Hadi kufika asubuhi ya leo, idadi ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa bado haijajulikana, kwani hali ya usalama haijaruhusu tathmini kamili kufanyika. Asubuhi ya Jumatano, hali iliendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa katika mji wa Kalembe ambao unahifadhi mamia ya familia za wakimbizi wa ndani waliokimbia machafuko ya kiusalama kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya Masisi na kwingineko. Ni vyema kukumbusha kuwa kwa wiki kadhaa sasa, maeneo yanayozunguka Kalembe katika Sheferia Bashali yamekuwa yakishuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na wazalendo. Mapigano haya yamesababisha uhamaji mkubwa wa wananchi, uporaji wa mali zao pamoja na kuongezeka kwa hali ya kibinadamu inayotia wasiwasi. Tukio hili la hivi karibuni kabla ya ili iliripotiwa tarehe 24 Disemba mwaka jana, siku moja tu kabla ya sikukuu ya Krismasi, ambako mapigano yalilazimisha wakazi wengi kuyahama makazi yao. Wananchi wa Kalembe na maeneo jirani wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuongeza ulinzi wa raia na kutafuta suluhisho la kudumu la kurejesha amani katika eneo la Masisi na Kivu Kaskazini kwa ujumla. Hali ya huzuni na majonzi ilitawala mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini siku ya Jumanne tarehe 13 Januari, ambapo maelfu ya wakazi wa mji huo walijitokeza kumpa heshima za mwisho kamishna msaidizi wa polisi Mbusa Kibwana Ngike. Makundi mbalimbali ya jamii wakiwemo viongozi wa kiraia na vijana, wanawake, wazee pamoja na wanachama wa familia marehemu waliokana wakiwa na majonzi wakifuatilia ibada mazishi. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ya maombolezo walikuwemo pia wapiganaji wa wazalendo waliokuja kuonyesha mshikamano wao na familia za marehemu pamoja na wakazi wa Butembo. Kamishna msaidizi Mbusa Kibwana Ngike mwenye umri wa miaka 46 alizaliwa mwaka 1918. Alifariki dunia tarehe 7 Januari baada ya kuuawa na watu wenye silaha wasiojulikana katika tukio lililoendelea kuibua maswali mengi kuhusu hali ya usalama katika mji wa Butembo. Kifo chake kimeongeza orodha ya waathirika wa uhalifu na ukosefu wa usalama unaotikisa mji wa Butembo kwa muda sasa. Hali hiyo inazidi kuwatia hofu na kuibua wito kwa kuimarishwa kwa hatua za ulinzi na raia pamoja na maafisa wa usalama. Wakati wa mazishi hayo, wakazi wa Butembo walitoa ujumbe mzito kwa mamlaka husika wakitaka uchunguzi wa haraka na wa kina ili kubaini wahusika wa mauaji hayo na kuwafikisha mbele ya sheria. Viongozi wa kijamii waliokuwepo wamesema kuwa marehemu Mbusa Kibwana Ngike alikuwa anajulikana kwa kujituma katika kazi yake ya kusajili usalama wa wananchi, jambo lililowafanya kifo chake kugusa mioyo ya watu wengi. Mazishi yamefanyika katika mazingira ya huzuni mkubwa, huku wakazi wa Butembo wakitoa wito wa kurejeshwa kwa amani na usalama ya kudumu ili kuepusha maafa zaidi yanayowakumba raia wasio na hatia. Harakati kubwa za wakazi kuhama makazi yao zinaendelea kushuhudiwa katika eneo la Kalonge kuanzia siku ya Jumatatu tarehe 12 Januari kufuatia mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa wazalendo wa muungano wa harakati za mabadiliko CMC. Mapigano haya yaliripotiwa kutokea katika kijiji cha Mulema kilichopo ndani ya groupment ya Kisimba katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, baada ya mapigano yaliyoanza kufuatia shambulizi la wazalendo dhidi ya waasi, wakazi wa Kalonge walianza kukimbia kwa wingi kuelekea maeneo ya Rusamambu na Bulesa iliyoko katika groupment jirani ya Ikobo wakitafuta usalama. Hata hivyo, hadi sasa eneo la Kalonge ambalo bado linadhibitiwa na waasi wa M23. Uhamiaji wa wananchi umeendelea kuzorotesha hali ya kibinadamu ya wakazi wa eneo hilo ambao tayari walikuwa wakikabiliwa na matatizo makubwa kutokana na ukosefu wa usalama wa muda mrefu tangu waasi wa M23 walipochukua sehemu hii ya sekta
ya Wanianga. Viongozi wa kijamii katika eneo hilo wameonyesha wasiwasi mkubwa juu ya hali hii, wakitoa wito kwa mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka ili kutoa msaada wa maelfu ya wakazi waliolazimika kuacha kila kitu katika vijiji vyao. Kwa sasa kamati ya ndani ya ufuatiliaji wa mienendo ya wakazi imeanza kazi ili kuhesabu familia zilizohama makazi yao. Familia hizi zinaungana na makundi mengine ya wakimbizi wa ndani waliokuwa wamekimbilia eneo hilo tangu Februari mwaka 2025 na ambao hadi leo wanaishi katika mazingira magumu bila msaada wa kibinadamu. Hali inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wakazi wakisubiri msaada wa haraka ili kuokoa maisha yao kuna kupunguza mateso yanayoendelea kutokana na mgogoro wa mara kwa mara katika eneo la Walikale. Hali ya tahadhari imeshuhudiwa leo katika mji wa Goma na maeneo jirani kufuatia uvumi uliosambaa kuhusu uwezekano wa mlipuko wa volkano kaskazini mwa mji huo. Baada ya kufanyika kwa uhakiki wa taarifa hizo, imebainika kuwa si volkano ya Nyiragongo bali ni volkano ya Mulagira ambayo imelipuka. Kwa sasa lava zake zinaelekea ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga, mbali na makazi ya moja kwa moja ya mji wa Goma. Hali ya hofu ilizuka hasa katika eneo la Kibati baada ya wakazi kuona moshi mzito ukipanda angani kutoka upande wa kaskazini. Kutokana na hali hiyo, sehemu ya wakazi wa Kibati walikumbwa na taharuki ya kwanza kuhama kwa tahadhari wakielekea upande wa kusini. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizopokelewa kutoka ofisi ya ufuatiliaji wa volkano ya Goma, OVG zimethibitisha rasmi kuwa mlipuko ulioendelea ni wa volkano ya Mulagira na si ya Nyiragongo kama ilivyokuwa ikihofiwa na wananchi wengi. OVG imeeleza kuwa kwa sasa hakuna hatari ya moja kwa moja kwa mji wa Goma, ingawa ufuatiliaji wa karibu unaendelea kufanyika ili kutathmini mwenendo wa lava na hatari zake kwa mazingira ya wakazi wa maeneo ya karibu. Mamlaka zinatoa wito kwa wananchi kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa, kubaki watulivu na kufuata mwelekeo rasmi yatakayotolewa na vyombo husika vya usalama na ufuatiliaji wa volkano. Asubuhi ya leo vile katika mji wa Goma, tukio la kusitisha limeripotiwa ambako madereva kadhaa wa pikipiki, bodaboda pamoja na abiria wao walipigwa kwa kuteswa na kwa madai ya maagizo yaliyotolewa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, adhabu hiyo ilitolewa pale ambako madereva wa pikipiki waliokuwa hawana leseni ya udereva. Katika hali hiyo, si dereva pekee aliyekuwa akiadhibiwa bali hata abiria alikuwa amebeba akuepuka vipigo. Mashuhuda wanasema vitendo hivyo vimeibua hofu na hasira kubwa miongoni mwa wakazi, hususan madereva wa pikipiki ambao hutegemea kazi hiyo kama chanzo chao kikuu cha kipato cha kila siku. Tukio hili limeongeza tena wasiwasi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu unaoripotiwa mara kwa mara katika baadhi ya maeneo ya mji wa Goma, huku wananchi wakilalamika vitendo vya manyanyaso na ukosefu wa ulinzi wa raia. Uongozi wa kiraia na watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda usalama wa utu wa raia. Kwa kuzingatia sheria za kanuni za mtandao wa YouTube, hatuwezi kuonesha hadharani video kamili ya tukio hilo la manyanyaso kutokana na maudhui yake na vurugu za ukatili. Hata hivyo, tutaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na tutawapa wananchi taarifa sahihi kadri zitakavyopatikana. Tukio la kutilia shaka la kiusalama limeripotiwa siku ya Jumanne tarehe 13 Januari katika kijiji cha Lubichako ndani ya sekta Nganja mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mpiganaji mmoja wa mzalendo akiwa katika hali kama ile ya kunywa pombe alifungua moto kwa mshirika wake wa kikundi na kumjeruhi vibaya. Afisa huyo alianguka na risasi 2 tumboni, alilokuwa hatari kwa maisha yake. Mara moja alipelekwa katika hospitali ya Lulimba kwa ajili ya matibabu ya dharura. Tukio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi wa Lubichako na maeneo jirani. Mshukiwa wa tukio hilo ambaye alikamatwa mara moja alipelekwa katika kijiji cha Misisi kilichopo ndani ya groupment ya Bashashikulu ambako atalazimika kutoa maelezo mbele ya vyombo vya sheria kutokana na kitendo chake hicho. Viongozi wa eneo hilo wamehimiza wakazi kubaki watulivu na makini, huku wakihimiza kuarifu mamlaka yoyote pale patakapotokea tabia zisizo za kawaida au hatari ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena.
Tukio hili limeibua mjadala mkubwa kuhusu mara za kutokufuata maadili, matumizi ya pombe na uhifadhi wa silaha ndani ya makundi ya wazalendo, jambo linaloongeza changamoto za usalama katika sehemu ambazo tayari zimekuwa hatarini mkoani Kivu Kusini. Wananchi wanaitwa kushirikiana na mamlaka na kuimarisha tahadhari ili kulinda maisha na mali zao. Siku ya jana Jumanne tarehe 13 Januari, gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini aliongoza sherehe rasmi ya kutoa pasipoti za biometriki katika mji wa Butembo. Sherehe ilihusisha pasi za awali ya kwanza 3,000 ambazo ziliwasili mjini hapo Jumatatu tarehe 12 Januari mchana. Watu waliokuwa wameomba pasipoti hizo walihudhuria sherehe hiyo wakiwa tayari kupokea nyaraka zao rasmi, huku mamlaka zikihakikisha kuwa mchakato wa utoaji unafanyika kwa utaratibu na uwazi. Hii ni hatua muhimu kwa wakazi wa mji wa Butembo na maeneo jirani, kwani itairahisisha usafiri wa kimataifa na utambulisho rasmi wa kielektroniki kwa wananchi. Vita ilijileta kwetu na leo tuko naisubiri, si vile? Vita ni kitu kibaya sana. Mtu mwanataka vita au anaweza penda vita ikue, na muda alijui anaikala fasi kwa kimya kwenye hajui makonsekansi ya vita. Si ça fait 30 ans tunaishi vita, tulikuwa ba jeune garçon, wengine walikuwa bazaliwa hapa. Vita ni kitu kibaya. Na ndio maana jua ile vita wengine walifanya siku mingi hawapate passport. Najua kati yenu kwa ndugu wanatoka Uvira, Bukavu, Goma na Kanyabayonga, Kirumba, fasi yote kwa vita ziko, hata hapa Beni, Butembo vurugu zinapatikana. Lakini tuliomba Kinshasa na serikali yetu ilikubali kutuma wandugu wa capture, na washukuru sana wakazi mnafanya kwa muda fupi wakona leo tunafikia hapa. Wakati kiti ya capture ilifika Beni, wakusema wanasema, wakutunga wanatunga, shida ni nyingi sana. Najua circonstances ni ngumu. Pamoja na ile yote tumereusir quand même kufanya quelque chose. Leo tuko na passeport na tutaendelea kufanya ile effort. Kunaweza kuwa kulikuwa mareusite na maesheke, makosa na mazuri, lakini ukichwa kujirejesha hali ya ugumu sawa hii naona tu ni exploit. Sababu mimi naona iko acte ya resilience ya kuona kama tuliitia kuresiste. Tusiseme tukule ni ku est ama kule ni Beni, ni Butembo, ni mbali, hata tuma kule kitu, hapana. Ilikuja na maprobleme ni mingi za insécurité, za destabilisation mingi, na leo asubuhi mwana ingine vurugu ziko hapa mwingine. Vile vyote ni makonsekansi ya vita na insécurité. Ingalau tunaendelea kupigana, na mimi nawaomba mkuwe na confiance na mkubwa wa nchi. Tukio la dharura limetokea usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 13 Januari katika eneo la Manganga, groupement ya Bugarula, wilaya Iju, mkoani Kivu Kaskazini, ambako wavuvi 3 walipigwa vibaya na kuibiwa mitambiko yao ya uvuvi. Kwa mashuhuda, wanajeshi 5 wa kudaiwa kutoka jeshi la majini la Rwanda waliwasili kwa boti ya nguvu Orboro mapema asubuhi, kila mmoja wakiwa na silaha na kuwashambulia wavuvi waliokuwa wakitumia matimbiko hayo. Tukio hili linajumuisha uchunguzi wa mabavu, vitisho na kuporwa kwa mitambiko 3 ya wavuvi hao. Mmoja wa mashuhuda alisema ilikuwa ni saa 11 asubuhi pale boti ya jeshi la majini la Rwanda ilipofika kutushambulia, tukaumizwa na mitambiko 3 kuibiwa. Tunaomba mamlaka za Iju kuhakikisha usalama wakati tunapofanya kazi zetu, kwani hali kama hii ilizaniwa tayari imekwisha katika ziwa Kivu. Akili Shamamba, kiongozi wa vikundi vya wavuvi, amelaani kitendo hicho na kusema kuwa kinaathiri uchumi wa eneo hilo pamoja na juhudi za wafanyakazi na kujiendesha na kiuchumi wa uhuru. Eneo la Manganga linajulikana kama chanzo kikubwa cha samaki wa ubora, ikiwemo sambaza, na hutumika kwa uvuvi wa hila na uangalifu unaopendekezwa katika Ijwi. Wavuvi wanaomba mamlaka za eneo la Iju kuchukua hatua za haraka kutoa ulinzi na kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kufanya shughuli zao za uvuvi kwa amani ili kulinda uchumi wa familia na jamii ya wavuvi.
Waziri wa nchi anayesimamia masuala ya kijamii na misaada ya kibinadamu Eva Bazaibada Masudi amefanya kazi ya kibinadamu kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kambi ya wakimbizi wa Kongo ya Nyarugusu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Wakimbizi hao wanatarajiwa kupata msaada wa chakula na bidhaa muhimu za kila siku, huku hali ya mashariki mwa DRC ikiendelea kuashiria migogoro na ukosefu wa usalama. Katika ziara hiyo, Bazaibada pamoja na Crispin Mbandu, waziri msaidizi wa mambo ya nje, walikutana na mamlaka za Tanzania na mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi ASERE. Mazungumzo yalilenga ushirikiano wa kikanda na umuhimu wa kuimarisha msaada wa wakimbizi na watu waliopinduliwa. Eva Bazaibada ameeleza kuwa niaba ya serikali tumejaliwa kuleta faraja ya moyo na kuwapa wananchi wetu uhakika kwamba hatuwasahau. Kinachowakumba pia kinaasiri sisi wote. Tutaendelea kupigania amani mchana na usiku katika mchakato ya Doha na Washington ili amani irejee haraka. Kila dakika inayopita ni mateso zaidi, si kwa wakongomani tu bali pia kwa wale waliotukaribisha na kwa eneo nzima la dunia. Aidha, waziri Bazaibada amesitiza umoja wa kitaifa kwa uishi mipakani. Serikali inabaki imejikita kwa wananchi wake popote walipo. Ziara hii inafuata hatua kama hiyo iliyofanywa nchini Burundi, ambapo maelfu ya wakimbizi wa Kongo walipokea msaada. Hii inathibitisha dhahiri uwepo wa Kinshasa kwa wananchi wake waliopinduliwa, na pia inalenga kushirikiana jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya dharura ya kibinadamu. Ziara hii ni sehemu ya tukio la dharura iliyotokea Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya mji huo kushikiliwa na kundi la uasi wa M23 linalosaidiwa na Rwanda, na inaashiria ushirikiano wa haraka kwa serikali katika kusaidia wananchi wanaokumbwa na migogoro. Mujue kama mbele kulikuwa mainchi ingine ya kigeni kunutoa hapa, kunupeleka mfano Marekani, kunupeleka Bulaya au penginepo, mujue kama hapa sasa ile haiendeke tena. Leo sisi wote Nyarugusu jambo. Leo sisi wote shauti ni moya, kurudi nyumbani kwetu. Sasa hatutakamata batu na kinguvu, tunasikilizana. Tangu leo mujue kana wa partner wetu wa HCR watakuya kukamata, kuuliza kila mtu na swala yake. Hii tunasema na Kifransa retour volontaire. Kila mtu anaandikisha jina yake, ulitokea wapi na utarudi kule. Lakini mujue kana mbele ya kurudi kwenye ulitokea kabisa, ikawa Bukavu, Goma, Uvira, Luvungi, Kamanyola, Baraka, Fizi, mpaka kule ukuwe na amani na usalama. Raisi, tusikilizane, raisi na serikali tuko na pambana na waadui kwa kusema usalama uingie kule, lakini Nyarugusu jambo. Lakini mujue kama Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Kongo, tuko na majumbe mingi, tuko na mafashi mingi. Tunapasha kutengeneza programu ya kubapeleka kumafashi mbalimbali ndani ya Kongo. Baada ya miongo kadhaa ya mashauriano ya kisiasa na matakwa ya wananchi, mitaa ya Panzi na Kasha katika mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini imepata tena hali yake ya kisiasa kama komine huru. Hali hii imewezekana kutokana na ushiriki na uongozi wa makamu wa waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, usalama, utanguzi na masuala ya kawaida Shabani Luko.
Kisha Panzi na Kasha ambazo awali zilikuwa mitaa ya mji ya pembezoni sasa zimepandishwa kazi kuwa mashirika ya kiutawala yenye uhuru. Kila hatua hii imesababisha wakati wa furaha kwa vijana wa mitaa hii wanaoishi Kinshasa. Siku ya Jumanne tarehe 13 Januari, wakuu wa kikundi cha vijana chini ya uongozi wa Gilbert Kabanda, waziri wa heshima wa ulinzi wa utafiti wa kisayansi, walienda kumshukuru makamu waziri mkuu Shabani Luko kwa kufanikisha utekelezaji wa dosia hii iliyokuwa imebakia bila matokeo tangu mwaka 1958. Vijana hao wamesema kuwa kuundwa kwa komine huru kunaleta faida kubwa, hususani kwa sababu eneo hili lina miundombinu muhimu ya kiuchumi, jambo litakalosaidia maendeleo ya Bukavu na ustawi wa wananchi wake. Huu ni mkakati unaonyesha sera ya utanguzi na uwezeshaji wa maendeleo ya mitaa, huku serikali ikisisitiza umuhimu wa kuheshimu historia na matakwa ya wananchi katika mipango ya kisiasa na kiuchumi. On va retenir que les quelques enfants de Kasha et de Panzi qui sont devant vous sont venus au nom de leur population de Kasha et de Panzi à Bukavu remercier le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour avoir fait aboutir le dossier de création de ces communes, création attendue depuis 1958, vous imaginez, cela signifie à plus de 68 ans. Et finalement, donc, ces communes sont des entités autonomes, décentralisées, qui pourront commencer à se prendre en charge. Maintenant, nous sommes venus le voir, non seulement pour le remercier, mais aussi pour lui demander d'aller faire le deuxième pas, c'est-à-dire le pas de la mise en service effectif de ces communes. Et les mécanismes pour cela, dans le contexte actuel, seront étudiés à son niveau et seront mis à la disposition de la population le moment venu. Na ni kupitia taarifa hiyo, ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa tarehe 14 Januari mwaka 2026. Na nikujuze tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kuletea habari zetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Na kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni kuhakikishia tu kwamba nia yetu na mazungumzo yetu kila siku ni kukuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi nikwambie tuendelea kutuandikia kwenye namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kupita hapo, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine cha kufanya, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza inakupeleka moja kwa moja kujabonea na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukiklike inakupeleka moja kwa moja kujumuika pamoja nasi kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itarahisisha sana usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa tunapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Ite Eloge Lulonga, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, acha tuendelee kutoa shukrani zetu kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo tarehe 14 Januari mwaka 2026. Hii ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, kila siku tunasema sauti yetu, habari yako. Acha nikutakie mchana mwema, na huenda tena tukutanane kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye.